Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Kiislamu, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nimekuja tena mbele yenu kwa ajili ya kutoa faida kubwa kama hizi, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie faida hizi ziwe ni zenye kuleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Inshallah leo nitakupa faida hii ya mtu atakempa kinywaji Muislamu mwenzake siku ya Ashura katika mwezi 10 Muharram. Mtu atakemnywesha kinywaji mwenzake siku ya Ashura katika mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, nini faida zake? Nini fadhila zake? Atapata thawabu gani mtu huyo? Sikiliza kwa makini sana, niazime masikio ya nyoyo kabla masikio ya kawaida, kwa sababu ile inaweza likasikia sikio la kawaida lakini sikio la moyo lisisikie. Yule mshairi aliposema qulubul arifina tara ma la yura linnadhirina wa ajnihatun tatirun bila rish ila malakut rabbil alamin. Anasema qulubul arifina, nyoyo zinazomjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tara, huwa zinaona, ma la yura linnadhirina, ma la yura linnadhirina, zinaona mambo ambayo hayaonekani kwa macho kawaida. Wa ajnihatun tatirun bila rish, na nyoyo hizo zina mbawa, zinaruka bila mabawa ya kawaida, ila malakut rabbil alamin, kujua ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo tu kuanzia masikio kwa moyo kabla masikio kwa kawaida. Lakini pia Ahmad Shauqi Bait anasema katika shairi lake kwenye kasida yake, anasema inna shamsa an-nahari taghrubu layl wa shunusul qulubi laysat taghibu, hakika ile jua la mchana hili huwa linazama wakati wa usiku, lakini jua la moyo halizami abadan 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 abadan. Kwa moyo una masikio yake, kuna kama unazima masikio ya moyo kabla masikio ya kawaida, ili kupata faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini fadhila, nini faida za mtu ambaye atamnywesha kinywaji Muislamu mwenzake katika mwezi mtukufu wa Muharram, ndani ya siku 10 ya mwezi 10 katika mwezi wa Muharram, siku ya Ashura? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema waman saqa ma'un waman saqa shurbatan min ma'i yawma Ashura fakaannama lam ya'si Allah tarfata aini. Mtume Muhammad anasema waman saqa shurbatan min ma'i yawma Ashura, mtu atakemnywesha mwenzake maji siku ya Ashura, basi fakaannama lam ya'si Allah tarfata aini, mtu huyo atakuwa kama vile hajawahi kumwasi Mwenyezi Mungu hata kidogo. Maana utakuwa huna dhambi hata moja. Lam ya'si Allah tarfata ain, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia sawa na mtu ambaye hajawahi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja tangu azaliwe. Maana utakuwa msafi kwa Allah, utakuwa huna dhambi hata moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Ashura ukimnyosha maji Muislamu mwenzako, Allah atakujalia kheri, utakuwa sawa na mtu ambaye hajawahi kumwasi Mwenyezi Mungu hata siku moja tangu azaliwe. Sasa wewe unajionaje ukiomba dua hapo Allah atakukatalia kweli? Huna dhambi hata moja shekhe. Ukimnyosha maji tu glasi moja tumpe Muislamu siku Ashura, bana shika maji sadaqa. Naomba dua sana watu waombe maji ya kunywa nyumbani kwako siku Ashura. Shekhe, utazivuna thawabu nyingi sana kama kumnyosha mtu tu fadhila yake. Je, tuko ukitoa ndoo nzima ya maji nje ukawapa watu wanywe? Fanya hivyo inshallah siku Ashura ili upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sina la ziada isipokuwa tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.